yako, hasa kipindi chetu cha mazungumzo waziwazi ambacho ni kipindi cha siasa. Huwa tunakupatia fursa ya kuchangia mjadala msikilizaji kwa 0204445975. Kwenye Twitter, Instagram na Facebook utanipata @Mololo Bramwell. Na karibisha wageni wetu ambao wamefika. Jamu ya Nairobi unajua inazuia wengine kuchelewa. Namkaribisha William Kabogo ambaye ni gavana, unajua cheo akiendi. Tuwezi sema former, unajua sila gavana. Gavana wa kwanza. Gavana wa kwanza wa Kiambu. Kia Kiambu, gavana wa kwanza. Kwa hivyo jina hili alikwendi. Asante sana kwa kuja station yetu ya Jambo. Nashukuru. Mheshimiwa Kinywa, mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu ugatuzi na pia seneta wa Laikipia. Kabisa. Haya, microphone. Nikosoe kidogo. Hadhi ndio haiendi lakini kiti kinaenda. Kiti kinaenda. Hadhi haiendi, kiti kinakwenda. Lakini jina libadiliki. Bado nasikia former president akiitwa former president. Na mimi kwa heshima nyingi nasema governor wa Kiambu. Msiniletee shida bana. Watu wako kotini, watu wasitaka kupigwa mawe. Asanteni. Tuzungumze ya kotini. Asanteni sana kwa kuja station yetu ya Jambo. Msikilizaji wa Radio Jambo. Nani anataka kumaliza ugatuzi ndio swala tunataka tuangazie, manake vita vya vyeo, mbunge, seneta na gavana wanapigania vita hivi na kila mtu anazungumza juu ya hela. Tukiambiwa kaunti zingine wafanyikazi wa umma hawajalipwa hela. Tunaanza, protocol inasema tuanze na gavana William Kabogo. Naam. Hili swala watu wanasema ni vita vya kutafuta vyeo ndio inaleta hii shida. Mbunge anataka kumuonesha seneta na nguvu. Watu ambao ukweli bwana. Ugawaji wa rasilimali uko katika katiba yetu. Ndio. Not less than 15. Yes. Lakini kama tulipata 29%. Ndio. 2015. Why should it go down? Kusema ukweli. Kama watu wanasema pesa isipelekwe mashinani kwa sababu magavana ni waizi. Washike waizi. Ala. Au sio namna hiyo? Kweli kabisa. Mama katika hospitali ya Kipya anataka dawa. Mama katika hospitali mahali kwingine anataka dawa. Ndio. Au sio namna hiyo? Kweli kabisa. Sasa kwa nini why do you want to punish mwananchi wa kawaida kwa sababu ya vita dhidi ya ufisadi? Na wafisadi, Auditor General mwenyewe he's not chini ya ugatuzi. Yes. Auditor General ni chini ya national government katika serikali kuu. Ana kiti yake pale. Ndio. Na amesema rasilimali ya Kenya bilioni 900 kwa mwaka inapotea. Okay. Sasa yapotea na wanyama. Si watu. Okay. Tusipomaliza ufisadi Kenya itakwisha. Tunaenda kuisha. Nimeona kwa mtandao sahihi wanasema makampuni nyingi zitafuta watu kuanzia sasa. Umeona Stanbic imefuta, East African Breweries wamefuta, 20% layoff. Hawa ni Wakenya watenda wapi? Swala ambalo liingii kichwani. Mimi nilisema juzi, afadhali hata tuwache mambo ya maendeleo mwaka mmoja. Tuchukue pesa ya mwaka mzima, tugawiwe Wakenya. Kila mtu apoe kitu kidogo. Tugawiwe Wakenya. Na ukihesabu 900 billion divided by 43 million, utapata kila Mkenya, mtoto, mzee, mama, nini, nyangarika yote 20,000 kila mmoja. Ala, umefanya hesabu. Familia ya watu 10 itakuwa imepata kitu. By 200,000 watanunua pikipiki mbili kila mtu. Kuliko wanyani kwenda na pesa na kula na kutusumbua hapa. Seneta kutoka Laikipia John Kinywa, hebu tuelezee hili swala. Nani anamaliza ugatuzi? Vita hivi ni vya nini? Kwa sababu hii supremacy war haisaidii Mkenya. Ugatuzi ni kama mtu anapigana nao. Wacha niseme ya kwamba jambo ambalo ni muhimu lijulikane wazi. Vile Mheshimiwa Kabogo alivyosema. Ndio. Ikiwa mwaka huu umepeana hela hizi kwenda mashinani. Ndio. Na ukizingatia kwamba uchumi wetu unapanda na mambo tofauti yanapanda. Ndio. Ni vizuri ijulikane kwamba sisi kama Senate hatuna ushindani na mtu yeyote. Okay. Kwa sababu sisi tunajua jukumu zetu, wao wanajua jukumu zao. Tunasema ya kwamba kwa sababu bajeti ilisomwa ya mwaka huu. Ndio. Ilisomwa ya trilioni 3.1. Yes. Iliyosomwa mwaka jana ilikuwa ni chache. Kwa hivyo vile tunavyosema ni ya kwamba ikiwa budget ambayo imesomwa sasa imeongezeka. Okay. Hela zilizopeanwa katika kaunti zetu bila shaka zinapaswa kuongezeka. Hautahitaji kuwa mwanasayansi ama unaendesha roketi. Unapaswa kujua hivyo. Yes. Kwa hivyo sisi tunasema ukiangalia hicho kiwango sisi tunaongeza zile hela zilizopeanwa mwaka uliopita na 6.9. Ukifanya hesabu za haraka, ukiongeza bilioni milioni 314, ukiongeza itakuja ni bilioni 335. Okay. Hizo ndizo hela ambazo nasema ziende katika kaunti zetu. Kwa nini?
kwa sababu tunataka hospitali tunataka dawa katika hospitali zetu, tunataka barabara katika sehemu zetu, tunataka maji, mambo ambayo tayari yamegatuliwa yakapelekwa katika mashinani, ndio tunasema yawe yakizingatiwa. Hakuna jambo lingine. Mimi sishindani na mbunge ama mtu yoyote. Mimi nataka hela ziende kwa mwananchi ndio aweze kuhudumiwa. Jambo lingine ni hili. Kuna kisingizia kwamba pesa zikienda mashinani zinapotea. Wewe ujiulize, ufisadi ulioko katika serikali kuu inajulikana wazi. Ukiuliza watu wengi watakwambia, na gavana amesema pesa ambazo zinapotea katika serikali kuu. Kwa hivyo wacha tusizingatie mambo ya ufisadi kuna zile ambazo ni idara zinazoshughulikia wale wakora. Hizo idara zifanye kazi zake. Lakini tumefika na tumekubaliana, kwa sababu najua Kenya wamekuwa kiuliza na wananiuliza, kwa sababu umekuwa na huu mvutano patashika, tumefika wapi? Jana Senate ilikubaliana na tukasema ya kwamba vile kwa sababu tuko na kesi katika koti, tukakubaliana 50% ya zile hela ambazo zinapaswa kwenda mashinani mwaka uliopita, kizingatia hizo zikubaliwe, na Attorney General akasema atapiga sahihi ipelekwe kotini wakubaliane. Kwa hivyo 50% ya pesa zilizopeanwa mwaka jana mtapata zipeenda mashinani. Kwa hivyo hakutakuwa na ile jambo ya kusema watu hawana pesa. Na nataka kusema hili kwa sababu magavana wengine ama watu walioko mashinani watatumia hiki kama kizingizio kwamba hakuna pesa, wasiendelee kulipa watu. Watu waliolegea katika kazi zao, magavana waliolegea katika kazi zao, watatumia hicho kama kisingizio cha kutolipa wananchi. Kwa hivyo hela ipo. Pesa tayari tumesema. Kwa hivyo 50% na gavana atakwambia hata wakati ambapo hakuna huu mgogoro, pesa huwa hazipeani zote mara moja. Gavana atakwambia hivyo. Kwa hivyo tukisema ni 50% imepeanwa, mtu asiwe na kizingizio chochote cha kusema ya kwamba hana hela ya kulipa wafanyikazi wake, hana hela ya kulipa wale wanaomuuzia mali pale suppliers. Kwa hivyo mtu anapaswa kuwalipa na asiwe na kizingizio. Lakini sisi tumesimama kidete, pesa zinapaswa ziongezwe zinazoenda mashinani. Kuna matamshi mlitoa na pengine ndio yaliudhi wabunge mkisema si kazi yao. Hawa wanasema katiba inawapatia fursa ya kuzungumzia swala hili, na mnarushiana maneno. Sijui nini kinafanyika. Wewe nakumbuka nimekuja hapa wakati ule mwingine nikakusomea katiba. Nikasema ukiangalia katiba inaeleza vizuri na kinaga ubaga. Sisi tuna uwezo na tuna jukumu katika katiba. Katiba ndicho kitabu ambacho ndio Biblia inayoongoza Mkenya yoyote. Na niseme na nisionekane kama nimetukanana, ina akili timamu. Na hiyo ndio. Hayo ndio masuala yanaudhi wabunge. Hapa sisema ukweli kwa sababu ukiangalia vizuri, ukisoma katiba yenyewe inatupa fursa. Ukiangalia kipengee wanachosoma 96 sisi tuna jukumu zetu, 95 wana jukumu zao. Lakini ukiangalia katika kipengee cha 218 sisi tuna jukumu, vile vile wao wana jukumu. Kwa hivyo hakuna vile utakavyosema sisi hatuna jukumu. Unajua wamekuwa wakisema sisi, na nikasikia wakisema kwamba ati sisi kazi zetu county ni kuzika mbwa, sijui kufanya ni mtu walichochea, ni mtu aliyepagawa. Unajua ukipagawa kidogo tunakubaliana na wewe, unakosea kutoelewa maneno ya katiba. David Osiani, hela na wewe leo ndio mtetezi wa Kenya. Tujui kama umekuwa ambassador ama unakuwa MP wa Kibera, utatuelezea. Unatuchanganya David. Are you an ambassador ama wewe unataka kusimama Kibera? Mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. Tuambie tu wazi, tutaki fitina. Ya Mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. Hili swala ambalo linaangaziwa, watu wanapigania nani ana nguvu za kuzungumza. Na Mkenya wa kawaida amesema uliza hili swali ukifika studio. Nafikiria wafanyikazi wengi wa umma hawajui pesa kutoka wapi. Mtu akisimama sasa tunataka pesa. Rais alisema hakuna pesa, lakini watu wanaitisha pesa hawajui inatoka wapi. Na nafikiria ndio shida kubwa wa Kenya wanasema. Pesa ni za Wakenya. Ndio. Wanapotozwa ushuru, Wakenya wanalipia hela hizi. Unapokwenda kulipia gari ama kununua chumvi ama kununua sukari. Kwa hivyo pesa hizi ni pesa zetu. Haki tunayo kuomba hizi hela ili kuhakikisha kwamba zimetutumikia vipasavyo. Lakini ninachokiona ni kwamba kumekuwa na mgogoro kati ya seneti na wabunge, members of parliament. Kwa sababu kidogo inakaa kwamba sio tu kuhusu hela hizi. Inakaa mtu mmoja anataka kujionyesha kwamba yeye ndio anaweza kushinda mwingine. Majina ambayo yanatupwa. Haswa naona kama wale ndugu zetu walio katika bunge
wamekuwa na kiburi kidogo. Mimi nilisema hapo awali kwamba jambo lolote ambalo linapaswa kutengezwa haifai kuwepo na kiburi ama matusi. Anaposema seneta ni kwamba niliona hata mimi ndio alipokwenda kwenye televisheni bunge mmoja ambaye sitamtaja jina akisema kazi za maseneta ni kufanya upuzi. Yes. Lakini mimi ni mtetezi wa ugatuzi. Okay. Mimi ni mtetezi wa ugatuzi kwa sababu ninajua ugatuzi ni bora. Unajua zile nyanja ambazo tumezifikia hadi sasa ni zile ambazo hatungeziotea hata. Wakenya sasa hivi hata pale ambapo pesa zimefujwa, kiasi cha development ambayo tumeona katika villages ni ile ambayo hatungeiona na CDF tu. Kwa hivyo mimi ni mtetezi wa devolution ama ugatuzi. Unakubaliana bunge ili kuna mtu anazungumza nao liue ugatuzi? Kwa sababu ndio fitna tunaambiwa. Kimeli, sikiza. Unajua ninamsikiza rais anaposema kwamba pesa tunazozitaka za ugatuzi hazipo. Ndio. Na hapa kwenye studio nilisema wakati ule uliopita. Ndio. Kwamba maneno yetu lazima yaandamane na matendo yetu. Tunaposema kwamba hatuna pesa za kuongezea county bilioni 19, ili hali unapata tunaambiwa na Solicitor General kwamba tutalipa ile CD Deravena bilioni 16, hela ambazo tunajua vizuri kwamba ni hela zinazoenda kupotea. Hatuna pesa za ugatuzi, lakini tuko na pesa za kulipa biashara gushi. Basi hapo maneno yetu hayaandamani na vitendo vyetu. Okay. Kwa hivyo ninachotaka watu waelewe ni kwamba ugatuzi ni kitu kizuri, na nilipeana option kwamba wale magavana ambao wanafanya kazi vizuri tukuwe na metrics, tukuwe na framework, ili kusema magavana ambao watakaofanya kazi vizuri wataongezewa asilimia hivi kila mwaka. Wale ambao hawatakuwa wamefanya kazi vizuri, na Auditor General amesema kwamba kuna dosari katika budget zao, watanyimwa hela, ili kwamba wale wananchi wenyewe waende wachukue magavana wao wawaulize hela zetu zi wapi. Kwa sababu wa Kenya hawajawajibika. Okay, tukirudi tutaangazia. Wengi wanasema pesa nyingi zinarudi kwa treasury, magavana wanarudisha. Kwa nini wapewe hela nyingi? Na Mheshimiwa Kavogo pia gavana utatuelezea. KRA leo nimeona hata wajafika target yao. Are we serious tukiitisha pesa zaidi? John Kinyua ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu ugatuzi, seneta kutoka Laikipia, ni naye David Osiani, hajatuambia kama ni ambassador ama ni bunge, anatuchanganya. Nilikuwa nakuuliza gavana Kavogo, tuangazie hili swala. Hii KRA haijafikisha hata hela. Leo naona wanasema hawajafikisha hata target. Pesa hazipo kwanza. Wewe nikuulize ndugu. Na swala la pili. Unauliza inzi kupe damu. Ndio. Wananchi wamefinywa, ile mbaya. Biashara zimefungwa. Ile mbaya. Ushuru haipatikani. Ndio. KRA, kama mimi ningekuwa mdosi wa KRA. Kwanza tungepunguza ushuru kila mahali. Ala. Nakwambia Dubai is what it is only for 4%. Sasa hapa 30%. Kisha KRA hiyo imefungia mzigo ya watu. Mpaka ikabidi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais mwenyewe aende wa Jamhuri aende port ICD akawaambie kazi yenu nyinyi mafala fanyeni hivi. Sasa wanalia hawatapata. They will never get their target. Yes. Watapata namna gani? Wanatumia ujeuri. Nimekuambia hapo awali makampuni zinaanza kupunguza wafanyikazi. Kwa sababu hazina faida. Unajua hata sisi tunaweza kuwa jobless. Inawezekana. Tukakuta hapa kesho tukakosa. Hakuna bwana inakuaje bwana. Sasa unasikia ndugu, umesikia pesa wanalia ati pesa inaongezeka. Kwa kweli ukiangalia figures. Last year tuseme walipata 10 billion. The following year tulipata 11. The following year tulipata 12. But the increase is not commensurate with the increase of the budget. Tumesikia Senator Laikipia amekwambia. Kama tulipata 29% that year 2015. Haikufaa kurudi chini. Itakana ende juu. Inaendelea hapo 29 au
ipande lakini isishuke. Lakini wewe ni mwanabiashara, wangechukua hii 314 kwanza bilioni waweke mfukoni. Na ile balance ilibaki next year last year. Bana, tulipromisiwa hata mimi nikiwa governor. Kwa hivyo haikufanyika. Tuseme ukweli, pesa ya ugatuzi ipelekwe kwa ugatuzi. Yes. Pesa ambayo ni ya policy na standard. Yes. Ikae kwa national government. Yes. Ufisadi ufungwe. You know they are only talking about 17 billion. Yes. Lakini huko anatuambia 900 imeibiwa. Sasa si wangerudisha tu 20 waibe wangerudisha 500 million. Waibe 870. So we are crying here, we are crying every day about mambo ya shida ya rasilimali katika nchi yetu tukufu. Lakini hatuzungumzi mambo ya ufisadi. Na ndio mimi napongeza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wakamate wote. Hata kama kuna mtu wenu ameshukiwa kuiba, wacha akamatwe. Na wale wamepelekwa kotini, wapelekwe kwa kesi ambazo zinaonekana wazi. Prima facie kuna kesi ya kufunga mtu. Yes. Sio kupeleka watu kotini with flimsy grounds. Yes. Na mtu amepotea na pesa. Na kama mtu anashukiwa alichukua pesa akanunua Intercontinental. Kwanza tukachukua Intercontinental. Mara moja. These people will stop. Yes. Na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amesema vijana leo amesema mkisikia mtu anafanya ufisadi nendeni mkashike. Kwa hivyo sisi tunawafahamu, tunawapatia notice. Wako na bodi 10. Senator wa Laikipia, solution ni lipi? Lazima tuzungumzie hili swala tukitafuta pia solution. Kwa sababu nafikiria kama wabunge watajipiga kifua na nyie mjipige kifua. Magavana wataendelea kuandamana. Mimi sijaona magavana. Sasa nyie ndio mwatupiana mangumi. Ilikuwa wananchi ndio wanatupia viongozi ngumi. Sasa nyie wenyewe mkitupiana mangumi, sisi tupo wapi? Senator hajajibu. Sahi nimeona runinga saa 7. Nikiambiwa ati sijui wabunge sijui 90 wako Amerika wanafanya sijui inaitwa nini? Inaitwa ile kwenda kuona kazi zingine zinafanyika namna gani. Kitu iko benchmarking, kitu iko kwa mtandao iko. Na mimi napongeza Mheshimiwa Raila leo amezungumza. Isipokuwa watu ya ODM pia wako pale. Hakusema wakirudi atawafukuza. 1 billion a nation that is starving. Naona watoto wafa Baringo bwana kwa kukosa chakula. Na hao mafisi wamechukua mandege na kwenda Ulaya kurudi na vikapu, na hata wengine kizungu hawazungumzi. Ataelewaje benchmark bila kizungu? You know this thing. Wako wana mark benches. Na mnasema tubadilishe katiba. Kama kuna kitu ya kubadilisha number 1 ni kunyima bunge uwezo wa kujiwekea mshahara. Yes. Hiyo tuanze nayo. Na unajua katika kipengele sikumbuki kama ni section gani. We did put it katika katiba 2010. Ulisema hawatatengeneza sheria ambazo zitawapendelea wenyewe. Ya kujipendelea wenyewe haitawafaidi wao, itafaidi bunge lijao. Lakini wanaepuka, wanatumia tricky marketing. Senate milala. Senate itasema nini? Na wanaambiwa ni House of Retirees. Watu ya kulala. Tupatie suluhisho. Mumeitwa majina ya kutosha maseneta. Unajua? Acha nikwambie, ukitaka kumuua mbwa, kwanza mbadilike majina. Umuite mwizi wa kuku. Ni kila alafu utamuua. Kila mbaya alafu muue. Watu wote watasema umefanya vizuri kwa kumuua. Kwanza kabisa ni mkosoe Mheshimiwa Gavana Kabogo. Itakuwa ni kosa, itakuwa ni dhambi, itakuwa ni kosa. Yeye kusema kuna mbunge ambaye hakimenyi Kiswahili. Kizungu. Wako wengi. Hakuna, kwa sababu Wakenya walimchagua yule mtu baada ya kupita mitihani yote ambayo wale hawakuchaguliwa na Wakenya ilihitajika. Sasa ndogo moja alifanya namfahamu simtaji. Alifanya mtihani wa standard 7 na kaanguka. Alafu tunakumbuka pale ya pwani pale ukivuka pale. Sasa tunakumbuka ndugu yangu. Wengine kujiexpress kwa lugha, si kusema hawakwenda shule. Mimi nimesema lugha ya Kimombo inawachanganya kwao. Sasa akimwambia mzungu pale, we are coming to see when we go back. Sasa huyo anasema nini? Inaonekana Mheshimiwa Kabogo anajua zaidi wacha kujitosa katika ulingo huo. Utajipata mtatani. Wacha niseme ya kwanza, jambo la kwanza ni kwanza kabla hatujaenda mbali. Ukitaka kutengeneza nchi hii yetu ni upigane na ufisadi.
Nakumbuka Kibaki wakati hiyo, sijui kama Kabogo alikuwa mbunge ama bado alikuwa, nadhani alikuwa mbunge. Kibaki alipochukua hatamu uongozi nchi hii, Yes. jambo la kwanza alifanya, alienda akachukua KICC. Ndiyo. Akasema hii ilikuwa imenyakuliwa na inapaswa kuchukuliwa. Yes. Ikachukuliwa kwa nyumba ya serikali. Yes. Wakati huu tunaongea na wewe, ofisi zetu ziko pale. Ndiyo. Kwa hivyo inamaanisha hata mtu yeyote akiwa ni mfisadi, Ndiyo. tufuatilie pesa vile alivyoiba, akanunua kama ni nyumba ama chochote, tuchukue kile kitu kwanza, tukirudishe kwa mwananchi, kwa sababu hii ni mali yetu. Lakini tukisema ni tuende kotini, tutafuatana miaka hiyo yote. Na kwa mfano, lakini acha niache kuongea hilo jambo kwa sababu liko kotini. Ukiangalia usiogope. Sitaki kusema Bora usiseme kitu kiko kotini. Nilipaswa sitaki kusema kiko kotini. Yes. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kupigana na ufisadi. Jambo la pili, ndio mimi kama senator na mwakilishi wa watu wa Laikipia, ni jambo la kuudhi yenyewe mtu kujiongezea mshahara. Mimi natosheka na mshahara wangu. Ndiyo. Kwa nini natosheka na mshahara wangu? Kwa sababu mshahara huo wananchi umewekwa kulingana na vile ambavyo nitakana kuishi. Na wewe ukila nyama, mimi nile sukuma wiki, kesho nitaamka kama wewe tu. Hakuna haja ya kujisumbua. Ndovu anakula nyasi na ni mkubwa kushinda simba. Si ndio? Kwa hivyo si lazima ale nyama. Watu waache kujisumbua. Kile kitu cha kufurahisha ni kwamba sisi kama Wakenya, na hilo lijulikane wazi, Wakenya tayari wamechoka. Na mimi sisemi mambo ya maneno mengine, nasema wamechoka ama namna gani. Ukiuliza Wakenya wote, utembee mashinani. Mimi ni Mkenya, nimechoka. Ukitembea kila mahali, sikatai unajua, lakini sijui umechoshwa na nini. Unaweza kuwa umekimbia ama pengine. Kwa hivyo ni vizuri sisi kama viongozi tusikize Wakenya. Na Wakenya wanasema vizuri kabisa, wanaambia serikali kuu. Ukitembea mashinani wanasema ikiwa mambo wanasikia ufisadi unakidhiri. Wanataka hii 314 billion ndio ipewe serikali. Ile inaenda kwa serikali ipewe ugatuzi. Hivyo ndio Wakenya wanasema. Biblia inasema ya kwamba mpatie huyu kilicho chake na kile kilicho cha huyu. What we are saying is that we need to cost functions in this country. Once you cost function, and function should follow money should follow functions. Hakuna kitu kingine. Majukumu. Pesa ifuate majukumu. Pesa ifuate majukumu. David Osiani. Kwa mfano, leo ukiangalia, ukitembea humu nchini, unapata kama tuko na hapa KEMSA. Ambapo wanapaswa kuwa wakipatia hospitali zetu na zahanati dawa. Lakini ukitembea pale unapata hakuna dawa na watu wanapaswa kuchukua pale. Alafu kuna sheria imeletwa, ilitoka National Assembly. Sheria yenyewe inasema haupaswi kununua, kama county governor atakwambia, haupaswi kununua dawa mahali pengine. Na ukidhubutu kununua dawa mahali pengine, wewe ukiwa daktari ama yule ambaye anahusika kununua dawa, anapaswa afungwe miaka 5 ama fine ya milioni 2 ama zote mbili. Kwa swali ni hili, na kama hakuna ile dawa pale na kumekuwa na mgonjwa na ni hali ya dharura, utafanya namna gani? Utangoja mtu akufe ama utangoja kufungwa jela? Kwa hivyo mambo mengine yanafanywa, inaonekana ni mtu anatengeneza sheria zinatungwa, lakini bila kuzingatia kitu chochote katika dunia hii. David Osiani, tunaambiwa ma-CS na watu ambao wanaandikwa wakati mwingine kwa serikali. Wanafikiria ni ma-headmaster na sisi ni student. Hawatuheshimu sisi kama Wakenya. Kwa sababu mimi siamini ufisadi ndio shida ya Kenya na uongozi ndio shida ya Kenya. Mimi nafikiri shida ya Kenya watu wanaingia kwa serikali kuiba. Full stop. Otherwise hakuna mtu angeingia kwa hatungepigania uongozi kama hakuna pesa ya kuibiwa. Mimi singetaka kuwa CS kama sitaiba. Singetaka kuwa MP kama sitaiba. Wizi, kuna ufisadi na wizi. Maybe that is the problem. Sasa hata sio wizi. Huko ni kunyakua. Kutupiga ngeta. Unajua, na huo ndo ufisadi haswa. Wizi na ufisadi ni tofauti. Ufisadi na fulani ile mtu anapewa 10% kwa kupatiana deal. Lakini hii 900 billion jameni. Unajua hapo awali ilisemekana kwamba sisi wa Kenya na viongozi walikuwa wanaenda katika wanaenda kutafuta pesa ambazo tayari zimewekwa ama zimetengwa kufanya kazi zingine. Ila sasa watu wanasema kwamba hadi kutengeneza bajeti, yani wizi unaanzia pale panapotengenezwa budget. Wanasema 1.1 trillion weka 2 trillion ya kuiba. Wanasema weka bilioni 200 hapo za kuiba. Alafu inapitishwa kwenye bunge. Wabunge wako na kazi kwa sababu wamechaguliwa ili kuhakikisha kwamba wamejaribu kuwakinga wananchi kutokana na hali hizi. CSS
ama mawaziri vile vile wamewekwa pale na rais akitegemea kwamba hao watu watafanya kazi ili kuwasaidia Wakenya, sio kujinufaisha wenyewe. Lakini hii ndio maana lazima sote tuungane ili tukabiliane na ufisadi. Na unajua Lee Kuan Yew aliyokuwa rais wa Singapore, alipokuwa anaanza vita dhidi ya ufisadi, hakuanza na wale watu wadogo. Aliendea big fish, wale wakubwa, wale ambao hawangeweza kuguswa. Aliwagusa, akaweka ndani, watu wakaona kwamba wakubwa ndio wametiliwa mbaroni, wakasema basi sikwisha. Watu nyanyangu aliniambia problem Kenya there are no big fish. Ma whales huwezi zishika. Big fish sisi. Utawashika. Unajua nilisema lazima tushukuru Rais Uhuru Kenyatta kwamba yeye ndio rais wa kwanza kudhubutu kukabiliana na ufisadi. Kudhubutu kwa vitisho. Kudhubutu kwa vitisho. Hata kwa vitisho kudhubutu. Kujaribu kuweka vijana ambao wanakaa ni kama watafanya kazi zao kwa njia inayopaswa. Okay. Kinoti kule, Haji, unajua kizungu kinaita, kuna kitu kizungu kinaita deterrence. Kwamba huwezi labda fikia mahali ambapo utapata hao watu wamefungwa na umewekwa jela miaka mingi. Lakini utakuwa umewatia hofu na uoga wale wengine watakaotaka kuiba. Wakiwa wameona jinsi wale wengine wameiba, wamefanyiwa. Okay. Ile shame watakuwa nayo haitawezekana. Kwa hivyo usiseme kwamba hakuna ufisadi na wizi ni different. Wizi na ufisadi ni ndugu na dada. Kukabiliana nazo ni lazima, lakini ni jukumu la Wakenya, kwa sababu lazima tupigane na ufisadi kutoka kwa MCA hadi kwa rais. Habari wameipata 0204445975. Wakiambu sitaki kuletewa shida hapa, watu wasini gavana wetu. Gavana wenyu na tafadhali wakununulie mbuzi nyeusi uende, kwa sababu anasema uliwalaani. John Kinyua ni senator kutoka Laikipia. David Osiani sijui kama ni ambassador ama ni mbunge. Mheshimiwa Kavoko, lazima tuangazie swala. Umesikia maoni ya wasikilizaji wa Radio Jambo, mkono mbaya, wengi wanasema Kenyans wame lose hope. Tuseme tu 90% ya wale ambao wamezungumza ni mambo ya ufisadi. Ndiyo. Sisi ni walaghai wote. Sisi hakuna kitu Kenyans have lost hope kabisa. And it is a very worrying. Kama kuna kitu mimi inanistua ni vile tutakavyokuwa miaka miwili kuanzia sasa hivi. Kama uchumi utaendelea kuzoroteka vile ulivyo. Ndiyo. Nenda Kirinyaga Road wamefunga kabisa. Mahali kulikuwa ukipata duka ni Goodwill. 2 million unalipa kupata duka ya 15 by 12. Kitu kama hiyo. Saa hii duka ziko bure, hamna Goodwill, biashara zinaenda nchi zingine. Rent the first 6 months. Na hata hakuna mtu anataka. Unanielewa? Mzigo ndio hiyo haitoki katika port. Ikija port mzigo inalipiwa 2.5 million kwa container. Na yule Mkenya amenunua mzigo China, amepata kibali kutoka agent wa serikali. Sio kama tunaelewana. Tunakuelewa. Amekuja amelipa ushuru, wamechukua ushuru hawa KRA. Ndio. Baada ya kuchukua ushuru wanakatalia mzigo ati hujalipa ya kutosha. Kisha wanakuambia haifai kuletwa Kenya ili hali iko na kibali, certificate of compliance. Sasa mnataka hawa wa Kenya waende wapi? Kisha mnasema you are below target. You will even be below target again next month and another month and another month. KRA ndio inafukuza Wakenya. Inafukuza na biashara. Watafungua jela watupeleke wote. Because there will be nothing to pay. How do you pay if you don't have? Kenya Revenue Authority kazi yao si ya kumaliza Wakenya, ni wa kusaidia Wakenya wafanye biashara. Siku za kesho tuwe na uwezo wa kuchukua shuru ya kuweza kujenga taifa. Lakini sasa we are going backwards. We continue borrowing, my friend. Unachukua mkopo KCB ukalipe Stanbic. Uchukue Stanbic ukalipe National Bank. Sio kama tunaelewana? Utafika mpaka mwisho lini? Mimi nilisema 6 months ago kama teni huyu Rotich. Watu wakaanza kusema sijui ninasema nini. Wakasema unataka kusimama president. Nikasema miaka 3 Mheshimiwa Ruto usifikiri tutakuchagua kwa kukwambia. Sasa angalieni vile wanasema. Mimi ni nabii baba. Ndio maana umelaani watu wa Kiambu. Seneta, ukweli usemwe. Mzee anasema ukweli usemwe. Wakati tulikubali wafanyikazi wa umma wafanye biashara, ndio tuliangusha nchi yetu. Kwa sababu sasa hawa wanashindana, hata watu wa KRA wanashindana na wewe kwa biashara, aangushe yako yeye afanye. Na pesa zake anaficha. Mimi nikiandika watu wananiharibia biashara yangu, nikiandika watu
yeye anafanya yake ameficha, hajaandika mtu. Kumekuwa na, ukiangalia katika sheria ya Kenya kuna zile vipengee vimesema wazi mfanyi kazi wa serikali hapaswi kujihusisha na biashara. Kwa mfano unapata daktari. Daktari huyu ni daktari hapa, alafu ana clinic zake 5 nje. Kwa hivyo anakuandikia, anakuambia ndio tupatane mahali fulani. Kwa hivyo unapata kama ni biashara haiendelei vile inapaswa kuendelea. Tunaua wanabiashara ambao wanaandika watu kazi. Kwa hivyo kwanza kabisa sisi kama Wakenya, unapata mtu akisema sisi, nimesikia Awila amepiga simu akasema sisi wote ni wakora. Akasema wengine akasema nyani haoni kundu. Yes. Lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba leo mimi Kenya nimechaguliwa na watu wa Laikipia. Yes. Kafogo alikuwa amechaguliwa. Jamaa fulani akamuuliza Kafogo, ulipokuwa governor pesa ilivunjwa. Governor si unapata ya kwamba Wakenya ni wale wale. Shida ni ya kwamba mimi nikiwa leo pengine si yuko katika ile sehemu. Ndio. Nasema mimi ni mzuri sana. Lakini ukipata mtu amepata yale mamlaka, anaanza kuyatumia vibaya. Okay. Kwa hivyo vile ambavyo ni vizuri Wakenya waelewe ni ya kwamba sheria ziko na sheria zimetungwa ni nzuri, lakini Wakenya wengi hawafuati sheria. Mtu anaandikwa, na mimi nataka jambo lijulikane wazi, Wakenya wajue. Wakenya, mimi nikiwa Mkenya, wewe na wale wengine wanapaswa wenyewe kushutumiwa. Kwa mfano, mtu akiajiriwa hapa Nairobi, akienda mashinani anaambiwa, unaambiwa ya kwamba umekuwa Nairobi hujasaidia mtu yeyote, wewe mwenyewe haujajisaidia. Tunakuita hapa harambee, unaleta shilingi 1000. Wanataka ulete 10,000 na wewe kazi ile unafanya unalipwa 11,000. Utatoa wapi? Wakenya wenyewe ndio wana ile fikra walionayo ni ya kwamba ukija Nairobi, hata wewe Brian ukienda huko kwenu mashinani, unasikia watu wanasema ukiingia kwa mkawa huu wanajaa vijana. Wanaoda. Wanasema sasa wewe ndiye ulienda, lakini sitaki kuwashtumu kwa sababu ni umaskini umekidhiri kila mahali. Unapata ukija upande huu vijana wanafuatana na wewe. Ukija upande ule mwingine wanafuatana na wewe. Kwa nini? Kwa sababu sisi tulio katika uongozi, badala ya kufanya mambo ya kusaidia Wakenya, sisi tunajihusisha na mambo ambayo hayana faida yoyote kwa Wakenya. Okay. Kwa mfano, safari imesemekana kuna wabunge wametembea sijui wameenda nchi 90. Ukiangalia katika nchi zingine wale waliosafiri wapeleka 7 20. Kwani sisi na mambo haya tunayosoma, mimi sijawahi kuona hata siku moja kitabu kimeandikwa yale mambo watu walisoma. Wiki hii wameenda China, wiki hii wameenda Russia, wiki hii wameenda Amerika. Kwa hivyo kuna paswa kuwe na mpangilio katika safari zetu. Kile ambacho ni vizuri watu watembee. Na wakienda kile ambacho watu wamesoma ni kipi? Kwa mfano, mimi nitakumpongeza rais. Alipotembea Cuba, alituletea madaktari. Na tunawaona kazi ile wanafanya. Tunaona ukitembea Kabogo atakwambia. Tunangoja tuone alituletea nini kutoka Jamaica. Mambo ya Jamaica sijui. Lakini nakwambia Cuba tuliona madaktari wa Cuba na tukaona kazi nzuri wanayofanya. Na nikaona ya kwamba ukiangalia mambo nimekuwa na madaktari kadhaa tukiwasomesha kutoka Cuba, wanasema mambo ya vitu zinaitwa polyclinic. Na watu wanaitwa community health workers. Wale wanaosaidia watakwambia kabla hujaenda hospitali, wanafuatilia nyumbani, wanakwambia chakula kile unapaswa kula, dawa zile ambazo unapaswa kutumia, hasa wale wako na magonjwa pale nyumbani. Okay. David Osiani, tulipowakubali wafanyikazi wa umma wafanye biashara, umemsikia Mahmud wa Isili anasema wanabiashara wanahama kutoka Isili wanaenda nchi zingine. Ni kwa sababu tu tulikubali wafanyikazi wa umma waanze kufanya biashara. Wana compete na mwanabiashara ambaye anaandika wa Kenya. Unajua, acha nipeane example, watu wengine watadhani niko na shida na mtu. Sina shida yote. Kama wewe ni naibu wa rais, hoteli yako ni Weston. Ndio. Kikao hicho ndicho kinachukua karibu kampuni zote za serikali zikifanya conferences. Yes. Zinaenda huko. Unapata chapati tunajua ni shilingi 15, serikali italipa shilingi 200 kwa chapati moja. Je, unaungana? Sasa kama hivyo ndivyo vilivyo, ndio maana watu wanaofanya kwenye serikali hawafai kujihusisha na biashara. Kwa sababu kwa yule aliye nje ataona ni kwamba mtu aliye ndani ya serikali ametumia wadhifa huo kuninyang'anya biashara. Ili hali labda nawe pia umeng'ang'ana tu, watu wako wakatafuta biashara, wakakwenda kufanya business development, wakatafuta nafasi hizo kuhakikisha kwamba hizo pesa zimekuja na zimefanya biashara. Kwa hivyo mimi singependelea hiwe hivyo. Hata hivyo wacha nigusie kidogo. Unajua, kama wewe ni kiongozi, unapaswa kuwa na utu.
wabunge 90 wanapojibeba kwenda kule Marekani, niliona Japan imetuma watu 6, sijui nchi gani imetuma watu 2. Sisi hata Nigeria ilituma watu 20. Sisi hata Nigeria inayojulikana kwa ufisadi wametuma watu 20. Ili hali Nigeria population yao ni mamilioni kutushinda mara 5. Sisi tukaamua tumejibeba watu 90. Jamani. Tukijibeba watu 90, tuseme watu wangepaswa, wacha tuseme allowance a day. Watu 70, allowance every day 70,000. Unajua watu Kenya hawaelewi ni kwamba hizo zingejenga dispensaries karibu 20. Dispensaries zimeenda kwa mfuko kununua perfume kule Marekani na kuenda kuketi ndee, na kuna hata ripoti imefanywa. Kumbuka wabunge walipokwenda kule World Cup, walirudi wakachukua copy paste report, wakasema sisi tumetoka sijui Olympics sijui World Cup. Ripoti ikawa ni ile ilitumika miaka 4-5 iliyopita. Hadi sasa hivi hakuna kile ambacho kimefanyika. Hawana utu. Lazima kama kiongozi uwe na utu. Ndio maana watu unasikia wakililia rafiki yangu aliyeaga Ken Okoth, kwa sababu alikuwa mtu aliyekuwa na utu. Tumejua unasimama Kibera. Kibera ni umeconfirm. Ukitumalizia gavana. Naam. Kuna gavana nilikuwa nakaa naye, alikuwa anakunywa chai na akaniambia waliaibika sana walipokwenda Singapore, wataka kuangazia mikakati ambayo ilijenga Singapore. Wale wa Singapore wakawaambia kwa nini mnatuchezea? Haya mambo yote tulitoa kwenyu Kenya. Naam. Sasa tunaenda kuangazia masuala na mikakati ambayo iliwekwa kujenga nchi zingine. Iko hapa Kenya, hata Botswana, hata wapi. Wewe unaelewa 1963. Yes. President Jomo Kenyatta ndiye alikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Yes. Same time aliyekuwa rais katika nchi ya Korea. Alikuwa sasa ndio baba ya yule msichana alikuwa rais juzi. Mimi nikiwa gavana walikuja kutembea Kiambu. Yes. Na wakatuambia wanatafuta jiji ama jimbo la kufanya reciprocation na ile province yule msichana alitoka. Kwa sababu ya mawiano ndani yao katika jamii yao na jamii ya Mheshimiwa Rais Kenyatta. Na akatuambia siku hizo Kenya iliwapatia $10,000 kama mkopo, na wakawaonyesha namna harambee zinafanywa kwa kufaidi nchi yao. Jamani. Sasa wewe linganisha, sisi tulianza kurudi nyuma, wao wakaenda mbele. Saa hii tunakopa kwao, tunatafuta kwao. Je, tumerogwa na nani? Alienda wapi? Aliyeturoga? Tunangoja utamke neno la Belezi. Umesema wewe. Saa hii tunazungumza maneno ya kubadilisha katiba. Jamani. Punguza mzigo, ndio unasikia wananchi wanalia. Hapa umesikia kwa redio. Wakisema hawa wote ni manyang'ao, tutapunguza. Ndio. Sisi tunasema punguza is one of the things in the right direction. Tuchukue zile ambazo zinazofaa katika punguza mzigo. Unanielewa? Tuchukue zinazofaa kulingana na wananchi, sio kulingana na watu wachache na viongozi. Tuchukue zinazofaa, tuunganishe kwa manufaa ya kupeleka Kenya mbele. Alafu tuitishe swala kwa Mkenya ili aweze kusema ndio au la. Unanielewa? Ndio. Lakini hii kuvurutana sijui 2022 ndugu yangu haitasaidia Kenya. We may have no country in 2022 tukiendelea vile tunavyoendelea. Asanteni kwa kuja. Na mimi nasema wakiwa wako na shida na mtu wa kupeleka watu kotini na kufunga, mimi niko available pro bono. Pro bono ni kusema bila mshahara. Kuna mmoja ameniuliza kwa nini pesa haikupotea Kiambu. Itapotea nifanye nini nayo? Sasa ile ninayo ndugu yangu, sijamaliza nenda kupora nyingine ya nini? Sijui kama tunaelewana. Tunakuelewa. Mtu alikuwa hawezi weka gari mafuta, my friend, 2017 wakati wa siasa. Na saa hii hapo na helicopter nusu ni yako town. Alafu tuwapiga makofi. Kisha wakistakiwa wanawachiliwa, wanaendelea na ile mali walipora. This time my friend tutazifuata. Habari unaipata. Asanteni kwa kuja station yetu ya Jambo. Ati tunamaliza. Afanye siasa asifanye biashara. That's not. Mfanyikazi wa sisi ni wa Kenya. Mfanyikazi wa umma. Tusifanye biashara. Kwa sababu kama mimi kama wewe ndio unanipatia license ya kuuza pombe na una baa yako, unaninyima. Tumeona waziwazi watu wanafungua kampuni, wanafunga zingine. Nikiwa na utu, nikiwa mtu akili zangu ni timamu na nimechukua wadhifa wa kuongoza. I do what we call declare your interest.
useme mimi nikiwa gavana wenu hoteli fulani ni ya kwangu. Na msifanye biashara nyinyi wafanyikazi wa umma hapa katika kaunti ya Kiambu na hoteli ile, kwa sababu mtakuwa mmeniweka katika taabani. Sio kama tunaelewana? Hivyo ndivyo inafanyika, inafaa kufanyika Ulaya. Haifanyiki hivyo Kenya. Gavana akifungua hoteli yangu inanyimwa license. Hiyo ndio nikuulize my friend, nikuulize Brown my friend. Pesa ikipotea katika county, gavana haendi benki kuchukua. Kweli si kweli? Anatuma makarani. Wanakarani wanajaza makaratasi. Yes. Saa hii wale wako kotini ni wangapi? Na hawakula. Watafungwa. Wacha wafungwe kabisa. So kwa sasa my message to Kenyans, usihusike na ufisadi. Kimeumana. Wakikulazimisha, piga simu, Radio Jambo, piga kelele, Citizen, sema mimi nimetoa karatasi leo na inaenda kutoa pesa. Sisi wananchi tutakuja kuchukua. Whistleblower, asanteni sana. We'll go and do it. Muwe na usiku mwanana. Saa 2 na gonga ndipo. Nawashukuru sana kwa kuja session yetu ya Radio Jambo.